Mada ambayo tutakuwa nayo insha Allah taala ni mada mepesi, sahali, lakini yana umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu sote sisi Waislamu, kwa sababu kila Muislamu leo katika jambo kubwa ambalo Muislamu analikimbilia, katika jambo muhimu miongoni mwa mambo muhimu ambayo Muislamu anayatamani katika maisha yake, kila Muislamu anatamani Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe madhambi yake. Hii ni kutokamana na kwamba sisi wanadamu sote ni wenye kufanya makosa mara kwa mara. Tunamkosea Mola wetu, tunafanya madhambi, tunateleza kwa kujua au kutojua, kwa siri na kwa dhahiri, na kwa usiku na kwa mchana. Mara kwa mara tunafanya makosa. Kwa hiyo kuomba msamaha au kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo anayoyatamani Muislamu sana, na ni katika mambo ambayo kila Muislamu anatakiwa kuyataraji kutoka kwa Mola wake subhanahu jalla jalaluhu. Katika kikao hiki cha leo insha Allah taala tutazungumzia amali nzuri, a'mal salihah, ambazo kupitia kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila moja katika amali hizi ambazo tutazitaja hivi sasa katika kikao hiki ni sababu ya Muislamu kusamehewa madhambi. Kwa hiyo kuna kusamehewa madhambi kwa kupitia kwa Muislamu kuomba msamaha. Kama tunavyojua, ukiomba istighfar, astaghfirullah alazim wa atubu ilaik rabbi ighfirli, ukiomba msamaha kwa maneno kama haya, Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru lak biidhnihi subhanahu, kwa idhni yake. Lakini vile vile kuna baadhi ya a'mal salihah, baadhi ya amali nzuri bila ya kuomba msamaha. Amali nzuri hiyo ukifanya, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe madhambi yako. Kwa hiyo tuwe makini inshallah katika kusikiliza hizi a'mal salihah, ili tuangalie amali ipi ambayo tutaweza kuitekeleza kwa urahisi na mara kwa mara, ili iwe ni sababu amali hiyo subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana, ili atusamehe madhambi yetu. Amali ya kwanza na ya pili na ya tatu, amali tatu pamoja zimekuja katika hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Asema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Fahadhihi thalathatu a'mal. Hizi ni amali tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kila mmoja wapo wa hizi amali amewekea thawabu yake na malipo yake na kusamehewa madhambi. Na nimeanza na hii amal au hizi amali tatu kwa sababu ndio amali ambazo tumetoka kuzifanya hivi karibuni. Hivi karibuni tumeondokewa na mwezi wa Ramadhani, mwezi ulio wa fadhila nyingi na ulio na daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya yale yaliyomo katika mwezi huu. Amali ya kwanza, siyam Ramadhan. Siyam Ramadhan hii ambayo tulitoka kuifanya hivi masiku yaliyopita. Yoyote ambaye alifunga mwezi wa Ramadhani wote, lakini alifunga kwa hii namna
aloitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa? Qal imanan wa ihtisaban, hali ya kuwa ameamini, hali ya kuwa ana imani katika ile ibada yake ya siyam. Na hili tamko la Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tamko moja fupi, tamko ambalo mukhtasar, lakini limebeba maana kubwa kabisa. Maana ya Muislamu kufunga imanan, maana yake akiwa anaamini ya kwamba siyam ni amri na fardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha. Maana ya kusema kwamba imanan ni kuwa Muislamu wakati anafunga anaamini kuwa anatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ufungi ati kwa sababu unaona Waislamu wanafunga. Hufungi kwa sababu ni mazoea, Waislamu wamezoea kufunga, so imekuwa routine, part of life, something that Muslims are used to. Hatufungi kwa ajili hiyo, hatufungi kwa ajili ya diet, kwa ajili ya tupate siha nzuri, kwa ajili ya health. All these are minor, secondary. It's not the main objective. Lengo kubwa la Muislamu kufunga ni imanan, hali ya kuamini ya kwamba siyam ameifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Na amekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akatilia mkazo mafundisho haya, akatuambia buniya al-islam ala khams: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakah wa sawmi ramadan wa ihtisaban. Ihtisaban ni Muislamu amefunga mwezi wa Ramadhani uliotoka hali ya kuwa anataraji thawabu na malipo yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu mwingine wala kiumbe chochote anayeweza kulipa thawabu ya siyam, anaweza kukupa malipo ya siyam ile ambayo tuliyofunga katika mwezi wa Ramadhani, qat abadan. Innahu Allah subhanahu wa ta'ala huwa almutafarridu biljazaa ala siyam, yeye peke yake subhanahu ndiye anayelipa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hiyo ndio maana ihtisaba. Kwa hiyo ikiwa tumefunga kwa namna hiyo, Allah azza wa jalla tunamuomba atujalie Waislamu sote iwe tumefunga kwa hiyo namna aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi malipo yake ni ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa Muislamu huyo madhambi yake yaliyopita yote. Allahumma ij'alna minhum ya rabbal alamin. العمل الثاني قيام رمضان. ما معنى قيام رمضان؟ معنى قيام رمضان أي صلاة الليل في شهر رمضان، كصالي صلاة يوسيكو katika mwezi wa Ramadhan. Salatu al-layl ni lafdh am ambayo inaweza kubadilika kwa sababu ya quyud, kwa sababu ya quyud. Kwa mfano, salatu al-layl ikisaliwa katika mwezi wa Ramadhan fi awwal al-layl, kama vile tunavyoswali sisi, jina lake inaitwa salatu tarawih. Idhan ile salatu tarawih, wale waliojaliwa kusali tarawih, kila aliyesali salatu tarawih fi Ramadhan yahmadu Allah subhanahu ala tilka an-ni'ma, amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'mati salati al-layl. لماذا؟ لأن الله سبحانه من عليه ووفقه لقيام رمضان. Ile ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tunajua, tuliona na tulishuhudia watu wengi au baadhi ya Waislamu hawakushughulika na salatu al-layl fi Ramadhan, hawakuingia katika fungu la man wuffiqa liqiyam Ramadhan. Walikuwa katika lahu, wengine katika laib, wengine katika mazoezi, wengine katika shughuli hii, wengine katika simu, wengine kwenye TikTok, wengine katika musalsalat, wengine walikwenda shopping. Fastabdalu, wakabadilisha, waka exchange
neema na tawfiq ya qiyam al-layl fi Ramadhan kwa mambo kama haya. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kwa hiyo kila ambaye alipata fursa ya qiyam al-layl fi Ramadhan ameingia katika hii hadith, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, na ambaye alisali salatu al-layl katika mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa na iman kama tulivyotaja, hali ya kuwa anaamini ya kwamba qiyam al-layl min al-ibadat, ni katika ibada allati hatha alaiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam alizitilia mkazo. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قيام الليل, alituhimiza sana tusali salat al-layl, qiyam al-layl, khasatan fi shahri Ramadan. Ni khasara kubwa sana na ni ajabu kubwa sana kwamba muislam fi jamii al-am, katika mwaka mzima wote miezi 11 hasali qiyam al-layl wala salat al-layl, basi hata mwezi wa Ramadhan kadhalika تفوتك صلاة الليل حتى في رمضان, inakupita salatu, innaha la khasaratun adhima. Hii ni khasara kubwa kwa Muislamu. Moja katika khasara ni kuwa amekosa fursa ya kuingia. Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma ij'alna minhum ya rabbal alamin. صلاة الليل ndio salatu tarawih, salatu al-layl ndio salatu tahajjud. Salat at-tahajjud huwa nafsu ni ile ibada salatu al-layl. Sasa haya ni matamshi au alfadh ambazo zinaingia katika salatu al-layl idha wujidat quyut. Idha sulliyat salatu al-layl, ikiswaliwa katika Ramadhan baada al-isha, tarawih kama samaha as-salaf as-salih, kama vile wema waliopita waliita salatu tarawih, liannahum kanu yatarawahun, sababu walikuwa wakipumzika pale katikati, wakiswali swala mathalan raka 4 wanapumzika alafu wanaendelea, ikaitwa salatu tarawih. Swala ile ile ya usiku ukilala baada al-isha kwa nia ya kwamba baadaye utaamka fi thuluth al-akhir, utaamka kusali sala utakayosali baada ya kulala, inaitwa salatu tahajjud nafsa, ile ile salatu al-layl. Sasa imeitwa tahajjud liannaka sallaitaha ba'da an-nawm, ulilala kisha ukamka baada al-huju' tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hizi amali mbili amestaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ya tatu bado inahusiana na mwezi wa Ramadhan ni qiyam lailatul qadr, ambaye yuhafidh ala salati al-layl, salati tahajjud, qiyam wa ibada qira'atul Quran, adhkar fi layali Ramadhan, na khasatan katika 10 la mwisho la Ramadhani, ambaye anaendelea katika ibadat hakosi moja kwa moja atapata fursa ya kuingia katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu atafikiana na lailatul qadr. Lailatul qadr inapatikaniwa fi al-layali al-ashr al-akhira, zile 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan, na khasatan fi autariha katika zile siku za mwisho, yani laila 21 23 25 hakadha. Kwa hiyo waislamu ambao 10 la mwisho la Ramadhani walikuwa katika ibadat, sawa fi almasjid, msikitini au nyumbani, kokote kule, akaendelea na ibada yake, adhkar na qiyam na qira'atul Quran wa dua wa at-tadarru' wal khushu' ila rabbih subhanahu wa ta'ala, anahesabiwa katika jumla ya wale ambao walipata lailatul qadr. Na yule ambaye alipata lailatul qadr akiwa anasali na anatekeleza ibada, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hizi amali tatu. Amali ya 4 ambayo vile vile Mtume alayhi salatu wasalam ameitajia thawabu ya
ghufran adh-dhunub. Ni amal, tumetoka katika siyam na mwezi wa Ramadhan na kwenda katika ibada nyingine, ni ibada ya tahara. Ibada ya tahara ni ibada ambayo ni matayarisho ya Muislamu kuingia katika ibada kubwa, ibada ya salah. Lakini hii tahara yenyewe ni ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha Waislamu na akawaeleza na kuwapa habari ya kwamba wakiitekeleza ibada hii ya tahara kwa namna maalum vile alivyoifundisha yeye salawatullahi wasalamu alayhi, jazaohu wa thawabuhu ghufran adh-dhunub. Katika hadithi ya Humran ni maula Uthman bin Affan, maula Uthman bin Affan. Anasema Humran kama fi al-Bukhari wa Muslim, nilimletea maji Uthman bin Affan fi ina, katika chombo. Uthman bin Affan sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika makhalifa wanne, wa huwa al-khalifa al-thalith radiyallahu anhu wa ani sahabati jami'an. Aliletewa maji katika chombo. Humran anamtizama Uthman, madha yasna bihadha al-ma, haya maji aliyoitisha Uthman bin Affan atayafanyaje? Akachukua yale maji Uthman bin Affan akayamimina katika mikono yake miwili, yani vitengele viwili fi kaffai. Akaosha mikono yake miwili, kisha baada ya hapo 3 marat, mara 3. Thumma baada dhalik adkhala yaminahu, akaitia mkono wake wa kulia katika kile chombo, baada ya kuwa ashaosha mikono yake miwili. Na ameosha mikono miwili sio kwa kutumbukiza kwenye maji, afragha, aliyemimina maji katika mikono yake miwili akaosha mara 3. Thumma baada dhalik tamadmada wastanshaqa 3, alafu akasukutua na akatia maji katika pua na kutoa mara 3. Thumma ghasala wajhahu 3, alafu akaosha uso wake mara 3. Thumma بعدين بعد غسل الوجه ايش؟ غسل اليدين. ثم غسل يديه الى المرفقين, akaosha mikono yake mpaka kwenye visukusuku 3 mara 3, mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Thumma baada dhalik mashu ras, thumma masaha bi ra'sihi, alafu akapangusa kichwa chake mwanzo mpaka nyuma na nyuma mpaka mbele. Thumma baada dhalik mashu ras ma'a al-udhunayn, kisha ghasala rijlaihi, alafu akaosha miguu yake mara 3, mguu wa kulia na mguu wa kushoto. Alipomaliza kufanya hivyo akasema Uthman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Sasa hapa nataka msikize kwa makini. Alisema, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadha, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadha, atakaye tawadha kama hivi nilivyotawadha mimi, yani kama alivyotawadha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo imeoneshwa na Uthman bin Affan vile alivyotawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma salla rak'atayn, kisha baada ya kutawadha hivyo alivyotawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoonesha Uthman by action, kisha kaswali rak'a 2, inaitwa sunnatul wudhu. La yuhaddithu fihima nafsa, katika hizo rak'a 2 asizungumze na nafsi yake kwa jambo lolote. Bimaana maneno haya, yani aswali rak'a 2 hadira alqalb ma'a huduri alqalb wan nafs, hali yakuwa moyo wake na nafsi yake ipo katika sala, yani akiwa na khushu'. mal jazaa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa madhambi yake yote yaliyopita. Hadha huwa al-amal. Biikhtisar, summary ya maneno hayo ni Muislamu akitawadha wa yuhsinu fil wudhu, akatawadha kwa namna inayotakiwa, namna aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vizuri kabisa, akifuata ule utaratibu aliofundisha Mtume alayhi salatu wasalam ndani ya wudhu. Kisha baada ya hapo usali rak'a 2 ya sunna,
ufanye bidii katika ile raka mbili, uwe na khushu', malipo yake ni Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe madhambi yako yote yaliyopita nyuma. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Na hadithi hii bila shaka ina mafundisho mengine mengi ndani yake, kando na kutufundisha faida ya kwamba tunasamehewa madhambi yaliyopita. Kadhalika tunapata faida ya umuhimu wa Muislamu kutawadha vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa ndipo ambapo baadhi ya Waislamu wengine wanahitaji kidogo kupata mafunzo mazuri na kuwa na makini na uangalifu. Baadhi ya ikhwa, baadhi ya Waislamu vijana na hata wengine watu wazima hawachukulii ibada ya kutawadha kwa uzito. Hawachukulii ibada ya kutawadha kuwa ni ibada ambayo inatakiwa kufanywa kwa ihsan kubwa sana. Tuweni very serious na tuweni na makini sana katika ibada ya kutawadha, kwa sababu hapo ndio mwanzo wa ibada ya swala. Vile utakavyotawadha ndivyo utakavyoswali. Ukitawadha kwa umakini, ukatawadha kwa khushu', ukatawadha kwa iman, ukatawadha kwa ihsan kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni ishara kubwa sana ya kwamba hata swala yako pia itakuwa na makini, hata swala yako pia itakuwa nzuri, hata swala pia itakuwa na khushu', hata swala pia itakuwa na ihsan. Lakini moja katika sababu kubwa kwa nini Waislamu wanafeli katika ibada za swala na ibada zao za swala zina matatizo mengi sana, ni kwa sababu kuanzia katika kutawadha na tahara hatujakuwa na makini na uangalifu. Ndipo pale unaona Waislamu wengine wanatawadha huku wanazungumza, wakiwa msikitini wanatawadha, wengine wanazungumza mipira. Kuna mechi ambayo imemalizika sasa hivi, Waislamu wakiwa msikitini wanatawadha wanazungumza mambo ya timu za mpira. Timu hii wamefunga, timu hii wamefungwa, hawa wameshinda, hawa wameshindwa. Wengine wanazungumza mambo ya siasa, wengine wanazungumza mambo ya biashara, wengine wako katika mambo mengine ya michezo na mambo mbalimbali. Na maneno kama haya na mazungumzo yanapoingia katika ibada ya kutawadha na tahara, yanaharibu thawabu ya ibada ya tahara. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha mafundisho haya ili tuwe na makini na tuwe na uangalifu wakati tunaingia katika ibada hii. Kwa hivyo hii ni ibada ya 4 katika amal salih ambayo inapelekea Muislamu kuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yake. Na tuwe na makini na hadithi hii. Kila tunapotawadha ujue ile kutawadha mara moja inaweza kuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi. Muhimu tu ni wakati tunatawadha tuwe tunakumbuka haya mazungumzo ya Mtume alayhi salatu wasalam, tukijua kwamba hii ni ibada tunaitekeleza, wala sio ni jambo la routine, wala sio jambo la kawaida, jambo la mazoea. Unajua Muislamu wakati mwingine shida ni kuwa ibada anapoifanya mara kwa mara kila siku na kuendelea, inafika time anaichukulia ile ibada ni kama routine. Haelewi ya kwamba ile ibada kila anapoitekeleza ni ibada, kila anapoitekeleza ni thawabu, kila anapoitekeleza anamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza amri ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kutawadha tunaelekea katika sala, lakini kabla ya sala kuna ibada katikati inaitwa nida. Nida kwa lafdhi nyingine au tamko lingine la Kiarabu ni adhan. Kila swala Waislamu wanaitwa kuja kuswali, muadhin anaingia kuadhini na Waislamu wanaitwa katika kuswali. Hii ni ibada ya Waislamu kuitwa, inaitwa nida. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an adhan ameita nida, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah. Hiyo ni adhan ya Ijumaa. Hapa katika adhani ya Ijumaa kuna thawabu ya kusamehewa madhambi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika hadithi, man sami'a al-muadhdhin
yule atakayemsikia muadhin akiadhini, ameadhini mwanzo mpaka mwisho akamaliza, na yeye akasema, Muislamu akasema kuitikia nidaa ya yule muadhini alipoadhini, akasema wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil islami dinan. Muislamu atakayesema maneno haya baada ya kusikia nida ya adhan, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa madhambi yake yaliyopita. Tumeshika haya maneno ama bado? Tumeyashika vizuri, tushayahifadhi. Kijana, unaweza kurudia? Al-akh, unaweza kurudia? ماذا يقول المسلم إذا سمع المؤذن؟ نعم. وبمحمد نبيا، أيوة، وبالإسلام دينا. بارك الله فيك، أحسنت. vijana washahifadhi tayari. Allahumma lakal hamd. Takbir. Naam. Man qala hadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kila ukisikia nida ya adhan ukasema haya maneno, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil islami dinan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. رواه البزار وغيره بإسناد حسن. إيه عمل صالح kingine. Tunaelekea kwenye swala sasa. Tumeingia ndani ya swala. Tukiwa humo ndani ya swala, kuna mambo ambayo Muislamu akiyafanya pia anasamehewa madhambi yake. Ya kwanza, idha qala al-imamu amin, yule ambaye atakayemsikia imam akisema amin baada ya kusoma Fatiha, ghairi al-maghdubi alayhim wala ad-dallin, amin, faqala amin, na yeye pia akasema amin, fawafaqat ta'mina al-malaika fi as-sama, kisha ikaafikiana na taamini ya malaika walioko mbinguni. Fawafaqat, katika riwaya fawafaqat ihdahuma al-ukhra, na taamini ya malaika na taamini ya Waislamu au Muislamu aliyoko nyuma ya imam aliyesema amin, amini yake ikaafikiana na amin inayosemwa na malaika. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lafzi nyingine ya hadithi inasema hivi, idha amana al-imamu faaminu, idha amana al-imam faaminu, imam akisema amin na nyinyi mseme amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika, kwani yule ambaye amini yake itaafikiana na amini ya malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake. Hadithi hii inatufundisha mafundisho kadha wa kadha. Mafundisho ya kwanza ni kwamba ni sunna Waislamu baada ya imam kumaliza kusema wala dhalin amin, na wao pia waseme amin. Hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sio kukaa kimya au kusema amin kwa moyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tuseme na sisi vile vile amin kwa sauti. Hili la kwanza. La pili ni kwamba ile amini yetu tunapoitamka, tuitamke kwa namna ambayo inakuwa inaafikiana pale pale tu anaposema imam amin na sisi tuseme amin, ili amini yetu
ishikane na amin ya malaika. Tatu ni kwamba malaika pia nao wanaitikia amin, na hii ni siri kubwa ambayo sisi Waislamu, kama si Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuambia, tusingejua, sababu ni mambo ya ghaib. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah alimfundisha na alimjulisha baadhi ya mambo ya ghaib ambayo hayajulikani. Sisi hatujui malaika wanasemaje, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa baadhi ya mafundisho hayo. Kwa hiyo akatufundisha kwamba malaika kadhalika na wao wanasema amin. Wakati imam amemaliza al-Fatiha na akasema amin, al-malaika kadhalika tuamin bitaamin al-imam. Kwa hivyo sisi tunatakiwa an yuwafiqa ta'minuna ta'min al-malaika, ta'min yetu ishikane na ta'min ya malaika. Na ndio hapa utaona makosa baadhi ya Waislamu wanafanya kwenye sala ya jamaa, zile sala za jamaa za jahriya ambazo imam anasoma kwa sauti, maghrib, isha, fajr. Unakuta Waislamu wanapishana katika amin, wengine wanasema mwanzo, wengine katikati, kisha kuna wengine wanangoja Waislamu wakishamaliza amin wote, alafu yeye anakuja na yake special amin yake yeye peke yake. Hada kullu khata. Khata limadha? Kwa sababu taamin inatakiwa iwe moja ili iafikiane na taamin ya malaika. Malipo yake kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa tunasamehewa madhambi yetu. Hapo hapo tukiwa bado ndani ya swala, Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile anatuambia, idha qala al-imam sami'a Allahu liman hamida, imam akitoka kwenye rukuu akinyanyuka juu kusimama, wakati anasema sami'a Allahu liman hamida, faqulu, nyinyi Waislam maamuma mseme Allahumma rabbana lakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hiyo nyingine ya pili, kwani yule ambaye kauli yake hiyo anaposema rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd, haya matamshi yake yakiafikiana na kauli ya malaika pamoja, anasamehewa madhambi yake. Faida nyingine ni kwamba kumbe malaika pia na wao wanasema kama sisi Allahumma rabbana lakal hamdu. Kwa hiyo pia kadhalika ni amal salih nyingine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa amali hii anamsamehe Muislamu madhambi yake. Amali nyingine, tukitoka katika amal ya salah tunasongea mbele katika amal zingine zinazokuja, ni amal katika akhlaq, katika Waislamu, namna ya kutangamana, namna ya Waislamu kuishi pamoja, namna ya Waislamu kuamiliana pamoja. Kuna mafundisho mengi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyokuja katika ahadith nyingi sahiha, yanatupa mwongozo wa namna gani Waislamu wanatakiwa waishi pamoja. Tuishi pamoja kwa upendo, tuishi pamoja tukiwa tunapendana, tuishi pamoja ikiwa tunasaidiana, tuishi pamoja ikiwa tunaelewana, tuishi pamoja ikiwa tunatakiana khairi, kila mmoja atamtakia mwenzake khairi, na tunapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndilo ambalo Mtume alayhi salatu wasalam amekuja kulisisitiza sana, kwa sababu Shaitan ni kiumbe ambaye anafanya bidii kubwa sana kuleta migongano na kuleta tafaruk na kueneza chuki baina ya viumbe, na hasa Waislamu. Ndio maana Allah azza wa jalla mara kwa mara ndani ya Qur'ani anatutahadharisha na Shaitan. Akatuambia katika surati al-Isra, Bani Israil,
wa qul liibadi yaqulu allati hiya ahsan, waambie waja wangu wazungumze maneno mazuri. Wanapokuwa wanazungumza, wanaongea wenyewe kwa wenyewe, waongee maneno mazuri. Talk to each other in good language, use good language, good words. Tumieni maneno mazuri wakati mnaongea. Why? Limadha? Allah subhanahu wa ta'ala anatoa sababu. Inna ash-shaytana yanzaghu bainahum, kwa sababu shaitani yuko hapo kati ya wanadamu. Kazi yake ni kuchochea, kazi yake ni kuleta uadui, kazi yake ni kueneza fitina, kazi yake ni kuleta chuki kati ya watu. Inna shaytana yanzaghu bainahum inna shaytana kana lilinsani aduwan mubina, kwani shetani ni adui mkubwa aliyewazi kwa mwanadamu. Sasa katika mafundisho Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yanaelekea katika direction ya Waislamu kuishi kwa kupendana na kuishi kwa kuelewana na kuishi kwa namna ambayo wanakuwa Waislamu wote wameshikana pamoja, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, namshikane na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyote pamoja. Kwa hiyo mizani yetu ni moja, mizani yetu ni sote tushikane pamoja katika Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huo ndio mwongozo na hiyo ndio mizani. Kwa hivyo yoyote ambaye ataingia katika hii mizani lazima tushikamane naye. Ambaye ataponyoka katika mizani ya Qur'an na mizani ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo bado hayuko katika kushikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. In that direction Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia maneno yafuatayo, tusikilize vizuri. Ma min muslimaini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan, hakuna waislamu wawili wowote ambao wanakutana pamoja na pale wanapokutana yatasafahani, they shake hands, wanapeana mikono, illa ghufira lahuma, isipokuwa malipo yao na thawabu yao pale wanapokutana na kusalimiana kwa mkono, and they shake hands together, illa ghufira lahuma ma lam yaftariqa, wanasamehewa kabla hawajaondoka, kabla hawajaachana, wamesamehewa madhambi. Hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayohimiza Waislamu kuwa pamoja katika mapenzi, kuwa pamoja katika mapenzi ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio kushikamana mutlaqan bighairi quyud wa dawabit shar'iyya, la, hunaka dawabit shar'iyya wa hunaka mizan. ما هو هذا الميزان؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. الميزان هو حبل الله سبحانه وهو القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Sote tukiwa tuko ndani ya Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tuwe ni waja tunaopendana pamoja, waja ambao tuko pamoja, tukikutana tunasalimiana kwa mkono. Wakati tunasalimiana kwa mkono, message ni kwamba there is a connection between our hearts. When the hands connect, then it means that the hearts are also connected. When the hearts are connected, maana yake ni kwamba sisi sote ni wamoja. Ndio maana unachunguza kwamba mtu akiwa amekuchukia hakusalimii kwa mkono. Ni kweli ama si kweli? Hakusalimii kwa mkono ikiwa anakuchukia. Why? Anaelewa the power of shaking hands. Isije mkafikiria nazungumzia handshake. Siongei kuhusu mambo ya handshake.
Hii ni musafaha iliyokuja katika sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kadhalika ikhwani, kumalizia kwa sababu ya wakati, amali nyingine ambayo tunamalizia nayo darasa ya leo ili nisiwachokeshe sana, ni ibada mbili ambazo au amali mbili ambazo zimekuja katika hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Mtume wetu alayhi salatu wasalam, man akala at-ta'am, yule atakayekula chakula. Kisha akasema baada ya kumaliza kula, alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yule ambaye atakayekula chakula chote kile ukala, ukamaliza kula, kisha ukasema alhamdulillahi alladhi, namhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye at'amani hadha at'am, ameniletea chakula hiki na amenipa chakula hiki subhanahu wa ta'ala. Hapa Waislamu tunafundishwa somo la tauhid, tunafundishwa somo la tauhid. Kile chakula inaweza kuwa wewe ndio umekileta pale nyumbani, wewe ndio uliotoa pesa, mama akapika nyumbani chakula, wewe ndio ulileta, lakini Mtume anakuambia useme Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekupa kile chakula. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni sababu ya kupata ile riziki, lakini aliyekujalia wewe kuwa ni sababu na aliyekufanya sababu ile ikatokezea kwako, man huwa musabbib hadha sabab, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo riziki ile mwishowe eventually inarudi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chakula kile unachokula kimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana unasema alladhi at'amani hadha at'am, kisha unaongezea kwa kusema warazaqanihi min ghairi hawlin minni, na akaniruzuku. Maana chakula ni riziki, chakula chochote kile ni riziki, na akaniruzuku riziki hii. Sasa sikiza maneno mawili mazito muhimu sana, min ghairi hawlin minni wala quwwa. Namhimidi Allah subhanahu wa ta'ala aliyenipa chakula hiki na aliyeniruzuku min ghairi hawlin minni wala quwwa. Haya maneno ya ikhwani wallahi ni mazito sana. Maana yake ni kwamba hiki chakula mimi nimekipata, Allah subhanahu wa ta'ala ameniletea, na riziki hii Allah ameniruzuku bila ya mimi kutumia kwamba mimi nguvu zangu ndio ambazo zimesababisha au ndio sababu ya mimi kupata riziki hii, au mabadiliko yangu ya maisha au yoyote aliyonitokea mimi katika maisha ndio mimi sababu ya kupata riziki hii. La, hii ni level ya hali ya juu sana ya tauhid anatufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. The message anaotupelekea Mtume katika afahamu zetu ikae katika moyo ni kwamba whatever job ambayo unafanya, whatever work that you do, whatever talent that you have, sio sababu ya wewe kupata ile riziki. Riziki ile ilitoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala without consideration ya kwamba wewe ulikuwa unajua kazi, unajua hivi, una elimu kubwa, you have a PhD, you are an engineer, you are a doctor. No. Toa hiyo katika fahamu yako. Riziki umeipata kwa ajili ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah azza wa jalla ndiye aliyekujalia akakutengenezea barabara na sababu ya kutafuta ile riziki. So you had to work, ndio riziki ukapata. But it is not your knowledge, it is not your skills, it is not your qualification. Kwa sababu usipoelewa hivyo utakuja kukosea ukasema, look at me,
how I am qualified mpaka today ndio nikafika hapa. Haya maneno mabaya, na maneno haya kuna viumbe huko nyuma waliyazungumza, na kwa sababu walizungumza maneno haya mabaya, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu, akawaangamiza. Visa vyao viko ndani ya Qur'an. Mmoja wao anaitwa Qarun. Qarun aliambiwa na watu wake, la tafrah, inna Allaha la yuhibbul farihin. Tamko la farah katika lugha ya Kiarabu linakuja kwa maana mbili. Maana ya kwanza ni furaha, happiness, sio inayokusudiwa hapa. Maana ya pili ni kibri, na hii maana ya pili ndio iliyokusudiwa katika hii aya. Kwa hivyo Qarun anaambiwa na watu wake, usiwe na kibri, don't be arrogant kwa hii mali ulionayo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala does not like arrogant people. Allah hapendi watu walio na kibri. Inna Allah la yuhibbul farihin, sio maana yake watu walio na furaha, watu walio na kibri Allah hapendi. Unajua Qarun alijibu nini alipoambiwa haya maneno? Alisema, innama utituhu ala ilmin indi, mimi nilipata hii mali, nilipewa hii mali yote, mali nyingi sana alikuwa nayo, ni kutokamana au kwa sababu ya elimu yangu. Ati ile mali yote aliyokuwa nayo aliipata kwa ajili ya elimu yake. So unaona, so fikra yake ni kwamba riziki aliyopata na mali aliyokuwa nayo ni kwa sababu ya qualification, kwa sababu ya elimu, kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala akamwangamiza. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh, tukamwangamiza yeye na majumba yake na mali yake yote ikazama, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hapendi watu walio na kibri. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha hii tauhid ya kwamba tuamini ya kwamba kila kitu tulicho nacho kinatokamana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki unayokula, mali unayopata, the amount of wealth that you have, whatever it is, nyingi au kidogo, inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye aliyekupimia ile riziki, mpaka ile nyingi ni inatoka kwake, na mpaka ile kidogo ambayo wewe unaiona ni kidogo pia inatoka kwake. Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Sehemu ya pili ya hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa man labisa thawban, na yule anayevaa nguo akasema baada ya kuvaa nguo, alhamdulillah alladhi kasani hadha thawb, namhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye aliyenivisha nguo hii. Nguo ulitoka mwenyewe kuinunua dukani, uliagiza mwenyewe kwa online ukaletewa, lakini unasema Allah ndiye aliyekuvisha nguo, kwa sababu neema hiyo ya kuvaa nguo ilitoka kwake, kama ambavyo neema ya chakula na riziki pia ilitoka kwake. So unasema alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb wa razaqanihi, na akanipa riziki, kwa sababu kuvaa nguo pia ni riziki. Min ghairi hawlin minni wala quwwa, bila ya hauli yangu, bila ya nguvu zangu. Sio kwamba mimi nimetumia nguvu zangu na akili yangu na elimu yangu na qualifications zangu na certificate zangu ndio nikapata hii nguo. Allah azza wa jalla ameniruzuku. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ukivaa nguo ukasema maneno haya, Allah subhanahu jalla jalalu anakusamehe madhambi yako. Kwa haraka tukirudi tena katika swala, kuna nukta mbili ambazo nilikuwa nimeziwacha kwa sababu ya wakati, lakini sasa hivi nataka nizitaje kwa sababu ya umuhimu wake. So mara nyingi sisi tunaswali swala ya jamaa katika msikiti, hapa msikitini, na swala ya jamaa ni kiungo muhimu sana katika maisha ya Muislamu.
katika maisha ya Muislamu. Kwanza, swala ya jamaa yenyewe ni sababu ya kusamehewa madhambi yetu. Hadithi ya Anas bin Malik anasema, alikuja bwana mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini kabla ya swala, akamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, ya Rasulullah, asabtu haddan faaqimhu alayya, nimefanya makosa madhambi, kwa hivyo nataka unisimamishie adhabu ya kufanya makosa hayo. Kama ni kupigwa mboko, kama ni kufanyaje, nifanyie, nisimamishie. Sahaba zamani walikuwa wanafanya hivyo. Sahaba akiwa wakati wa Mtume alikuwa akikosea, anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaeleza makosa aliyofanya, kama kuna punishment achukue. Walikuwa wanafanya hivyo. Kama hivi huyu sahabi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumjibu kitu. Alisikia ile swali, hakumjibu. Wala hakumuuliza ulifanya kosa gani, alinyamaza. He did not reply. Swala ikakimiwa ya jamaa, wakaswali jamaa. Wakimaliza, yule bwana akarudi tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, asabtu haddan faaqim fiya kitab Allah. Ya Rasulullah, mimi nimefanya makosa, nimefanya madhambi, kwa hivyo nisimamishie hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuuliza mfanya kosa gani, lakini sasa akamjibu, akamuuliza, asallaita maana, wewe ulisali na sisi hii jamaa, salatu jamaa? Qala na'am, asema ndio. Na Mtume anajua, manake alimuuliza kabla. Akamwambia, asallaita maana, ulisali na sisi salatu jamaa? Asema na'am. Akamwambia, fa inna Allah qad ghafara lak, Allah shakusamehe. Kwa hiyo salatu jamaa bila swali. Hapo ndani ya salatu jamaa, nukta ambayo namalizia nayo sasa katika salatu jamaa. Nirudia hii nukta hii, tumerudi katika swala kwa sababu ya umuhimu wa hii nukta. Salatu jamaa, ikhwani, ni salatu jamaa iliyo na masharti yake na maagizo yake. Salatu jamaa, tunapokuja msikitini sisi Waislamu, hatutakiwi tusali salatu jamaa vile tunavyotaka sisi. Tunasimama kwenye safu vile tunavyotaka sisi. Ukafikiri kwamba you can stand the way you want, you can take any position that you want. Kuna masharti maalum, kuna mwongozo maalum wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili ile salatu jamaa iwe ni sala ya jamaa ya uhakika, na ndio ipate kutoa natija kama hivi ya kusamehewa madhambi. Na moja katika masharti ya salatu jamaa ni safu. Safu inatakiwa iwe imenyoka imara, na safu wakati imenyoka imara haitakiwi kuwa na pengo hata moja katika safu ya sala. Sasa msikizeni Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje katika hilo swala la mapengo kwenye safu. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, man sadda furjatan fi safi, mwenye kuziba pengo katika safu ya sala, ghufira lahu, anasamehewa madhambi yake. How is that? Umeingia msikitini, toka nje nyumbani, umetawadha au umetoka kutawadha. So wakati unaingia katika jamaa, mapengo ya safu mara nyingi yanakuwa mwisho ya safu, kama huu msikiti kule mwisho na huko mwisho. Sasa mara nyingi Waislamu wanapoingia katika msikiti wanaelekea katikati. Kuna ndugu zetu wengi sana Waislamu ambao akiangalia hivi anaona kule kuna nafasi ya mtu mmoja, lakini anasema hakuna mtu atakuja ataziba pale, wacha mimi nianze safu hapa katikati. Sasa ni vigumu kuelewa, maana yake hujui ni uvivu wa kufika paka pale ama ana sababu gani. Lakini ilivyo tabia ya baadhi ya ndugu zetu katika misikiti ya jamaa ni kwamba hawazibi yale mapengo. So ile safu inaachwa, huko kuna space ya mtu mmoja watu wawili, huko kuna space mtu mmoja watu wawili, safu watu wanaanza safu nyingine katikati, ambapo
kiusawa. Ni makosa makubwa katika sala ya jamaa kuanzisha safu mpya wakati safu ya mbele bado ina nafasi. Very big mistake katika salatul jamaa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man wasala saffan wasalahu Allah, mwenye kuunganisha safu na Allah anamuunganisha. Wa man qata'a saffan, na mwenye kukata safu qata'ahu Allah, na Allah pia humkata. Kwa hiyo ukiona pengo kwenye safu ukasema hilo pengo wacha libaki hivyo hivyo, umekata safu ama hujakata? Umekata safu, na Allah anakukata kama ulivyokata safu ya sala. It's a very important lesson ndugu zangu katika sala ya jamaa. Tuhakikishe kwamba safu za sala zimenyoka imara, na zaidi ni kusiweko na nafasi na mapengo katika sala. Kama kuna mtu alitoka kwa sababu moja au nyingine akatoka kwenye sala, lazima lile pengo lizibwe pale pale. Yule aliyoko nyuma aje mbele, azibe ile pengo. Sio kwamba yule ambaye yuko pale anapanua miguu hivi na yule mwingine anapanua nayo. Unaziba ile mapengo ili safu ipate kuwa imara. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia man sadda furjatan fi saffi ghufira lahu, mwenye kuziba pengo la safu ya sala anasamehewa madhambi yake. Kwa hivyo hizi ni a'mal ndugu zanguni ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihimiza kwamba zote ni sababu ya Muislamu kusamehewa madhambi. Tumetaja amali nyingi, a'mal salihah, na nyingine hata sio amal salih, ni kitu mubah. Kama kula chakula ni mubah, kuvaa nguo ni jambo mubah, lakini mubah hiyo ukishikanisha na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inakuwa ni sababu ya ile amali ya mubah kugeuka kuwa ni taa na kuwa ni sababu ya Muislamu kusamehewa madhambi. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sote min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana, na haya ambayo tumetaja Allah tujalie ni wenye kunufaika nayo na ni wenye kuyatekeleza katika maisha yetu. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.